Chelesi ambaye amekuja hapa kutuletea habari njema juu ya wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi. Unaweza ukamwambia na jirani, mkaungana kwa pamoja kwa ajili ya kupata mafundisho mazuri sana kutoka kwenye Biblia muda huu, kwa sababu mtumishi anatumiwa na Mwenyezi Mungu kwa viwango vya juu kweli. Imekuja hapa kwa ajili ya kukuokoa juu ya maagano mbalimbali ya kishetani, lakini pia kutatua baadhi ya changamoto zako ambazo zinakusumbua kila siku. Inawezekana sasa hivi unanisikiliza hapa, una changamoto ya kibiashara, uchumi umeomba kidogo, ndoa haitulii, lakini pia mazao yako bila shaka ni hafifu kweli. Basi kwa muda huu unaweza ukaungana na sisi ili upate suluhisho la mambo yote haya. Lakini pia mchungaji atatuambia ratiba ambazo zinapatikana pale nyumba ya Mungu ya True Gospel Embassy Church, kanisa lililopo mtaa wa Chelesi. Ratiba zimekaa vipi kwa wewe ambaye utapendeza kwenda pale uweze kufika vizuri kabisa ndani na ratiba ya pale. Sasa kwa muda huu na kutajia nambari ya simu ambayo utashiriki na sisi kwa kututumia ujumbe mfupi wa maandishi, lakini baadaye tutaruhusu simu 2-3 kutoka kwako msikilizaji tuweze kukusikiliza na wewe unasema nini baada ya mchungaji kuwasilisha neno la leo kupitia 07 64 81 97 77. Nitarudia 07 64 81 97 77. Utatupigia simu yako, lakini kwa muda huu unaweza ukaendelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi juu ya chochote kile, lakini pia kama utawiwa zaidi utatuma sadaka yako kwa ajili ya uendeshaji wa kipindi hiki hapa redioni pamoja na uendeshaji wa mambo mbalimbali pale kanisani. Kazi ya Bwana tuendelee kuifanya kwa viwango vya juu kweli. Mchungaji, karibu sana. Asante, nikushukuru kwa ajili ya uwepo wako. Mungu akubariki sana kwa ajili ya kuungana nasi usiku wa leo. Ndio. MC wetu, lakini pia mwandishi wa habari, fundi mitambo bila kumsahau naye. Mungu akubariki sana. Ndio. Basi True Gospel basi pia tunapatikana kwenye mitandao ya YouTube, Facebook na kadhalika. Ndio. Lakini basi usiku wa leo nimeongozana na mwinjilisti Debola, niko naye hapa. Basi ni usiku mwingine wa baraka. Ndio. Pasipo kuchelewesha wakati, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa nami mchungaji Roita Mgeni ambaye ndiye nitaongoza ratiba ya usiku wa leo. Basi niweze kumshukuru Mungu ili kuendelea na ratiba iliyo mbele yetu, na mwisho nitakutajia ratiba zote, nitazitaja mwishoni mwa ratiba. Ndio. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa upendo wako, kwa kutujalia uzima na afya, tuwezesha tena kuwepo mbele zako mahali hapa. Asante kwa ajili ya kusudi lako Bwana Mungu umeliachilia ndani yetu, kama Bwana ulivyotutuma tuhubiri injili kwa mataifa yote. Ni ratiba nzuri, nasi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kile ambacho Mungu umetutuma nasi Mungu tunakihubiri sawa sawa na kusudi lako. Kama Mungu ninavyosema, sitaionea haya injili kwa kuwa ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Nasi tuko hapa kuhakikisha kile ambacho Mungu umekiachilia ndani yetu tunakiweza kwa wazi kwa mataifa waweze kusikia, na kwa sababu neno lako ni ufunguo, tunaamini kila anayepokea Bwana aliko kusudi kwa ajili yao ili wapate kufunguliwa na kuokolewa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ratiba inaiweka katika mikono yako Mungu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Asante, tunayo sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mema mengi ambayo anaendelea kutenda. Lakini basi kwa ajili yako msikilizaji wetu, kwa ajili ya usiku wa leo, liko jambo ambalo Mungu amependa kuzungumza nasi, na ni kuombe msikilizaji wetu, una Biblia sogeza uwe nayo karibu ili tuweze kufungua nami pamoja kile ambacho Roho Mtakatifu amekusudia kusema na wewe unakithibitisha kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ni kitu kizuri na wewe ukiwa unaangalia neno Mungu linasema nini. Na usiku wa leo ni usiku ambao unauona ni usiku wa tofauti, usiku wa baraka. Kwa kuwa Mungu amekusudia kusema na wewe, lakini zaidi sana jioni ya leo Mungu amekusudia pia kusema watu wengi ambao pia tumeshachukua hatua ya kumtumikia Mungu. Lakini kuna mambo machache ambayo Mungu amekusudia kusema na sisi pia tuweze kuangalia, kwa sababu Biblia inaweka wazi shetani halali anazunguka ili atafute namna ya kuturudisha nyuma, atafute namna ya kutumeza. Lakini Biblia inaweka wazi neno la Mungu ndio litakaloendelea kutuongoza ili tuweze kushinda shetani asiwe na nafasi ya kuturudisha nyuma.
na Mungu wetu amependa kutupa maarifa mengine jioni ya leo ili tuweze kusogea mbele. Na msikilizaji wangu unayetusikiliza, tutaanza na kitabu cha Isaya 48, na msomaji wangu naomba unisomee kuanzia nisomee mstari wa kwanza na mstari wa pili. Amina, nitasoma kitabu cha Isaya sura 48 mstari wa kwanza na wa pili. Amen. Sikilizeni haya enyi watu wa nyumba ya Yakobo, mnaoitwa kwa jina la Israeli, mliotoka katika maji ya Yuda, mnaoapa kwa jina la Bwana na kumtaja Mungu wa Israeli, lakini si kwa kweli wala si kwa haki. Mstari wa pili. Maana hujiita wenyeji wa mji mtakatifu, hujitegemeza juu ya Mungu wa Israeli, Bwana wa majeshi ni jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaposoma hapa kuna jambo ambalo Isaya analiona ambalo limekuwa ni changamoto, na changamoto hii ipo mpaka hivi leo, na adui anajaribu kutafuta namna ya kufifisha nguvu katika kanisa. Na watu wa Mungu tusipokuwa makini, hali hii au ubinadamu ndio unaokwenda kutuangamiza. Tunaposhindwa kumwamini Mungu, adui anatumia nafasi kuturudisha nyuma, tushindwe kufanya kazi ya Mungu. Lakini Mungu wetu anasema hakosi kutufunulia, anaendelea kutufunulia siri hizi. Unaposoma Isaya anazungumza maneno haya: sikieni haya enyi watu wa nyumba ya Yakobo, mnaoitwa kwa jina la Israeli, mliotoka katika maji ya Yuda, mnaoapa kwa jina la Bwana na kumtaja Mungu wa Israeli, lakini si kwa kweli wala si kwa haki. Nisikilize, mnaoapa kwa jina la Bwana na kumtaja Mungu wa Israeli, lakini si kwa kweli wala si kwa haki. Mstari wa pili asema, maana hujiita wenyeji wa mji mtakatifu, hujitegemeza juu ya Mungu wa Israeli, Bwana wa majeshi ni jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Angalia namna adui anavyopenyeza ndani ya kanisa, na Mungu anajaribu kutufunulia mambo haya tupate kuyafahamu, namna ambavyo kuna watu wanakuwa kama wanafanana kabisa, wana sura inayofanana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema lakini si kwa kweli. Hawa watu ukiwatazama ni kama wanafanana, wana sura ya wokovu. Na ndiyo maana leo hii unapoanza kuhubiri Injili, kila mmoja anasema nina jina la Kristo, kila mmoja anasema nimeokoka, kiasi kwamba unaweza, usipokuwa makini, utashindwa, unaweza ukakosa nafasi, ukashindwa kuhubiri Injili kwa kuamini ya kwamba huyu naye ni mmoja wetu. Lakini Biblia inasema mnaapa kwa jina la Bwana na kumtaja Mungu wa Israeli, lakini si kwa kweli wala si kwa haki. Maana hujiita wenyeji wa mji mtakatifu, hujitegemeza juu ya Mungu wa Israeli, Bwana wa majeshi ni jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Nao wana sura hiyo hiyo, wameivaa sura ya Kristo, wanajiita ni wenyeji wa mji mtakatifu. Manake nao wanasema na sisi tuna jina la Kristo, na sisi tumeokoka, tunamjua Mungu. Na hii ndio imekuwa changamoto namna ya kuifikisha Injili. Na zaidi sana hata wale ambao wako kwenye neema tumepotoshwa na hii hali, na tunashindwa kufikisha ujumbe tukiamini na huyu ni mwenzetu. Lakini neno la Mungu liko wazi, na Mungu ameamua kutusaidia siku ya leo. Ameamua kutufunulia jambo ili tuweze kuliona, ili tuweze kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kujua ni nani anayefanana na wewe, ni nani ambaye kiukweli anajiita kwa jina hili lakini siye. Amen. Msomaji wangu, naomba unifungulie kitabu cha Ezra, kitabu cha Ezra sura ya 9. Naomba nisomee kuanzia mstari wa kwanza nenda mpaka mstari wa 3. Amina, nitasoma kitabu cha Ezra sura ya 9 mstari kuanzia wa kwanza. Na mambo haya yaliyokwisha kutendeka, wakuu wakanikaribia wakisema,
watu wa Israeli na makuhani na Walawi hawakujitenga na watu wa nchi hizi, wamefanya sawasawa na machukizo yao, yaani ya Wakanaani na Hiti na Waperizi na Wayebusi na Waamori na Wamoabu na Wamisri na Waamori. Maana wametoa binti zao kuwa wake zao na wake za watoto wao. Basi mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa nchi hizi, namu mkono wa wakuu na mashehe umetangulia katika kosa hili. Mstari wa 3. Nami niliposikia hayo, nikararua nguo zangu na roho yangu, nikang'oa nywele za kichwa changu na ndevu zangu, nikaketi kwa mshangao. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, wakati tumesoma kwenye Isaya anasema, maana hujiita wenyeji wa mji mtakatifu. Manake nao wana jina hilo la kwamba na sisi tumeokoka. Nataka uangalie kitu ambacho Mungu anajaribu kukizungumza kupitia nabii Ezra. Jambo hili ni hatari sana kwa watumishi wa Mungu. Adui anapenyeza, adui anaharibu, kiasi kwamba unaposoma hapa unaona namna ambavyo watu wa kanisa, watu waliookoka wamejipenyeza. Watu hawa wameharibu hali ya hewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa limepoteza sura. Kanisa limefika mahali linaoleana. Biblia inasema hivi, na mambo hayo yalipokwisha kutendeka, wakuu wakanikaribia wakisema, watu wa Israeli na makuhani na Walawi hawakujitenga na watu wa nchi hizi. Hawakujitenga na watu wa nchi hizi. Wamefanya sawasawa na machukizo yao, yani ya Wakaldayo, machukizo ya Wahiti, machukizo ya Waperizi, machukizo ya Wayebusi, ya Waamori, ya Wamoabu, ya wametwaa binti zao kuwa wake zao na wake za watoto wao. Basi mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa nchi hizi. Haleluya. Nisikilize kwa makini. Watu hawa wamefika mahali watu wa Mungu wakakosa ufahamu. Adui akawateka fikra, wakajikuta wamejichanganya na watu wa mataifa, kwa sababu nao wajiita nao wanafanana, wakajiita wana jina lile lile la wokovu, wakasema na sisi tunamjua huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu wakajichanganya nao, wakaanza kuoleana. Angalia kinachotokea. Biblia inasema baada ya kuwa wameoleana, Biblia inasema hivi, maana wametoa binti zao na wake zao na wake za watoto wao. Basi mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa nchi hizi. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa nchi hizi. Haleluya. Sikiliza ndugu yangu, maana hujiita wenyeji wa mji mtakatifu, nao wanajiita tuna jina hilo ulilonalo wewe. Kuna watu wana sura hiyo hiyo kama ulionayo wewe, lakini Mungu anakusudi na wewe jioni ya leo. Anataka tukufafanulisha jambo hili, ili watu wa Mungu muwe makini na watu hawa. Watu wa Mungu muone namna ya kuishi na watu hawa. Kwa nini Yesu akasema msichangamane nao? Athari yake iko hapa. Angalia ndugu yetu Ezra alipogundua jambo hili, nini alikifanya? Baada ya hao nayo kusema, anasema basi mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa nchi hizi. Angalia mstari wa 3, Ezra anachokizungumza, anasema hivi, nami niliposikia hayo, nikalalua nguo yangu na joho yangu, nikang'oa nywele za kichwa changu na ndevu zangu, nikaketi kwa mshangao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ezra kama nabii aliposikia jambo hili, alipoona mchanganyiko ambao umeingia, wana wa Mungu wamejichanganya na watu wa nchi hizi, wamefika mahali wameoleana, Ezra akashangaa. Ezra akafika mahali anasema hivi, nami niliposikia hayo, nikalalua nguo zangu na joho yangu, nikanyoa nywele zangu kichwani kwangu na ndevu zangu, nikaketi kwa mshangao. Ezra alitafakari kama nabii.
hakuona thamani ya unabii kama watu hao wamewapoteza. Watu wa leo wanashangilia kuoleana kati ya mtu asiyeamini na anayeamini, mtu aliyeokoka na mtu ambaye yuko kwenye dini. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanashangilia mambo haya, lakini angalia Ezra kama kuhani aliamua kuvua joho lake, manake ile hadhi yake ya kifalme kama kuhani, jezi ambalo lilimtambulisha kama kuhani, alivua, kwa maana mimi sio kuhani kwa mtindo huu, sifai kuwa kuhani kwa mtindo huu. Kama nimelipoteza taifa la Mungu, wameoleana na watu ambao si taifa moja, haiwezekani. Biblia inasema Ezra alipoyavua haya mavazi, anasema nikaketi kwa mshangao. Akawa anashangaa nini kimetendeka, nini kinaendelea. Leo hii watu wanashangilia wanapooleana dini na mtu aliyeokoka, na wanasema na sisi Bwana Yesu asifiwe. Wanajiita kwa jina hilo ulionalo wewe, na wewe unaona tuko pamoja, na wewe unaona mnafanana. Maana Biblia inasema maana hujiita wenyeji wa mji mtakatifu, nao wanajiita wanajezi kama ulionalo wewe, wanavazi ulilonalo wewe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka uangalie, Ezra alivua jezi yake, alivua majoho yake. Thamani ya ile ya kikuhani hakuona thamani tena. Kama watu hawa wamewaangamiza, kama watu hawa wamepotea, wameoleana baina ya watu wa Mungu na watu wa mataifa, watu waliojiingiza kwa siri, waliopeleleza uhuru wao, wakafika mahali wakajifanya kama tunafanana, ni wamoja, nao wakasema na sisi jina ulilonalo na sisi tunalo. Haleluya, tunao watu wa mtindo huo siku ya leo. Biblia inasema nini? Mambo haya wakati tunayaona yakizungumzwa na Agano la Kale, tusogee Agano Jipya. Yesu anasema nini juu ya mambo haya? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msemaji wangu, sogea kwenye, nisomee kwanza kwenye kitabu cha moja, imani moja, ubatizo mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, na hiki ndicho muhimu sana kukiangalia, haijalishi anasema na mimi nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize ili usiwe na hoja. Kama una hoja muulize Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema imani moja, ubatizo mmoja. Tuwe na imani moja na ubatizo mmoja. Watu hawa wana uwezo wa kuoleana. Sivyo waliofanya ndugu zetu kwenye kitabu cha Ezra. Wakafika mahali wakaonekana na hawa wana jina la wokovu. Leo hii angalia kinachotokea. Yako makundi mengi yanaibuka, yana jina hilo hilo ambalo unajiita wewe, yanataka kuonekana kama yanafanana na wewe. Dini zimetengeneza uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini twende, je, imani moja? Je, ubatizo mmoja? Ni lazima tupime kwa vigezo ndugu zangu, ili tuseme huyu naye ni mmoja wetu, ili tuseme huyu naye ameokoka. Tumpime. Biblia inasema ubatizo mmoja. Je, ubatizo ni mmoja? Anasema vikundi vya uamsho, anasema ameokoka, lakini angalia anafanana na baba yake. Baba yake nani? Jiulize tu hilo. Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza, nenda Wakorinto, msomaji wangu, Wakorinto, kitabu cha pili cha Wakorinto sura ya 6, nisome mstari wa 14. Amina, nitasoma Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Haleluya. Amen. Anasema usifungiwe nila pamoja na asiyeamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kuna urafiki gani kati ya anayeamini na asiyeamini? Tumeona makosa yaliyofanyika kwenye Ezra, anajaribu kuliweka wazi. Wana wa Israeli wakaanza kuoleana na watu wa nchi ile. Ezra alifika mahali akalarua mavazi yake kwamba nini kimefanyika.
Bwana Yesu asifiwe. Na hapa Biblia inasema kuna urafiki gani kati ya mtu anayeamini na asiyeamini? Kuna mahusiano gani? Mtu mmoja, kabla sijapata hii neema, nilimshangaa kidogo, na mimi nataka ushangae siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilikwenda nikamsalimia kwa salamu hii ya Bwana Yesu asifiwe, nikiwa nipo kwenye dini, na mimi nikajua nipo kwenye kikundi hiki, na mimi tayari ninafanana na huyu bwana. Nikamwambia Bwana Yesu asifiwe. Swali aliloniuliza akaniambia, bwana yupi? Nilimshangaa kwa nini anaikataa salamu yangu. Sikuwahi kumwelewa. Nilipopata neema ya kutoka kwenye dini, ndipo nilipoelewa maana ya hii salamu. Na mimi nataka na wewe uelewe maana ya hii salamu, ili kesho na wewe usinishangae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msomaji wangu, sogea kwenye Yohana, waraka wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana. Naomba nisomee waraka wa pili wa Yohana. Nisomee mstari wa, hebu tuone msomaji wangu. Nisomee mstari wa 10 na mstari wa 11. Amina, nitasoma. Amen. Mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, nitasoma. Mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu, wala msimpe salamu, maana yeye ampaye salamu hazishiriki kazi zake mbovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza, mtu uliyoko kwenye dini, unayejiita kwa jina hili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema hivi, na mimi nilisema nilimshangaa huyu mtu. Sikuwahi kumwelewa, nilikuwa kwenye dini, anaponihoji bwana yupi. Sasa wakati na mimi nimepata neema, ndio napata ufahamu. Na haya ndiyo makosa makubwa ya watu ambao wamepata neema, wameokoka. Kwa sababu ya ubinadamu. Ubinadamu unachukua nafasi kubwa kuliko nafasi ya Mungu. Anamtii mwanadamu, anajifanya kama ni sehemu ya unyenyekevu, amkosee Mungu, apatane na mwanadamu. Ndiyo makosa makubwa ya wana wa Mungu wanayoyafanya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka kupitia ujumbe huu, usinishangae nikikusalimia kamweni, nikiacha kukusalimia Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu wewe salamu hii haikuhusu. Biblia inaniambia hivi, maana mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu, wala msimpe salamu. Nisikilize, wala nisikupe salamu. Kwa ukikuta sikupi salamu, namtii Kristo, siwezi kukutii wewe. Biblia inasema, maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Na mimi sitaki nishiriki kazi zako mbovu, kwa sababu hujamwamini Kristo. Nitakusalimia salamu ya nyumbani kamweni, nitakusalimia mapembe, nitakusalimia shikamoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usije ukajileta kwa jina la kwamba na wewe una jina hili nililonalo mimi. Biblia inasema imani moja, ubatizo mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Hawa watu wanasema tulikotoka, kumbuka. Biblia inasema, sikieni haya enyi watu wa nyumba ya Yakobo, mnaoitwa kwa jina la Israeli, mliotoka katika maji ya Yuda, mnaoapa kwa jina la Bwana na kumtaja Mungu wa Israeli, lakini si kwa kweli wala si kwa haki. Kwa kuna watu wanamtaja Mungu tunayemwita sisi, lakini si kwa kweli wala sio kwa haki. Kwa nini? Hawamtii Kristo, wamemkataa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na ni hatari mbaya sana. Ndio maana Yesu aliwafundisha wanafunzi, njoni. Yeye hata nendeni mkahubiri Injili. Wafanye nini? Watu watubu, wabatizwe, wajifunze kwangu. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Watu wajifunze kwa Kristo.
Leo hii wameacha kujifunza kwa Kristo, hata uelewi mabatizo mengine yametoka wapi, wameyapata wapi. Na ndio maana Biblia inasema ubatizo mmoja, manake Yesu alishajua kuna mabatizo mengi, na ndio maana Yesu akasema lazima muwe na ubatizo mmoja. Aligundua kuna batizo ziko zaidi ya ubatizo mmoja, ndio maana Yesu akasema lazima kuwe na ubatizo mmoja. Alijua kutakuwa na imani nyingi, na Yesu akasema lazima kuwe na imani moja na Bwana mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu ndiye aliyethibitisha jambo hili, ya kwamba mtu akija kwenu wala haleti salamu hii, Bwana Yesu asifiwe, haleti mafundisho hayo, Yesu akasema msimpe salamu, na yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Tu kumpa salamu, acha unyenyekevu wa kibinadamu. Ndugu zangu, tunapohitaji tufanye kazi ya Mungu, ni vizuri tukaondoa ubinadamu, tukamtii Mungu. Ni heri kumtii Kristo kuliko kumtii mwanadamu. Mwanadamu atakupeleka nini? Atakusaidia nini? Atakupeleka wapi mwanadamu? Bwana Yesu asifiwe. Ni bora mwanadamu akakuchukia, lakini ukawa umemtii Kristo, una heri. Haleluya. Wenzetu walifanya kosa hili, Ezra akajilaua mpaka ukuhani wake. Leo hii mtu wa dini anasema mimi nipo kwenye kundi la uamsho, wewe uliokoka unamwozesha binti yako. Ni hatari kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaingiza mambo ya kigeni pale kwenye ile familia, unaingiza matatizo, jambo ambalo ni hatari kwa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ifike mahali watu wa Mungu tukaona jambo ambalo Mungu analizungumza mahali hapa, maana Biblia inasema mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa nchi hizi. Mbegu takatifu. Wewe ni mbegu takatifu, unajichanganyaje na watu wa nchi hizi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nichukue nafasi hii, ndugu yangu ambaye umetusikiliza usiku wa leo. Alhamisi tutakuwepo hewani tena mahali hapa saa 3:30 tunakukaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya muda wetu umetukimbia, naomba nichukue nafasi hii kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Tukukaribisha Alhamisi, endelea kutufuatilia kwenye vipindi vyetu. Mungu ninaamini atafanya jambo kwa ajili yako, utavuka salama, utaacha michanganyo. Haleluya. Naomba nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya usiku wa leo. Tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu ambao Mungu umekwenda kutupa usiku wa leo kwa ajili ya wasikilizaji wetu, umeenda kutubariki. Asante kwa ajili ya ujumbe Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Neno hili likawe baraka kwa kila aliyesikia ujumbe huu. Ujumbe huu Baba ukawe ni sehemu ya badiliko kwa kila mmoja aliyesikia, ikawe ni sehemu ya wokovu. Baba, asante kwa sababu neno lako ni ufunguo. Neno hili likawe ufunguo kwa kila aliyesikia maneno haya yenye uzima. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaendelea kuacha kipindi hiki mikononi mwako. Ratiba zote tunaziweka katika mikono yako, na kwa ajili yao wote ambao wanaendelea kutusikiliza Baba, tunaendelea kuacha baraka kwa ajili yao. Mungu kaendelea kuwabariki katika jina la Yesu Kristo, ili neema hii ambayo Mungu tumeipata pasipo mastahili na wao waweze kuipokea katika jina la Yesu. Baba, naachilia ratiba hii mikononi mwako tukiomba na kuamini. Amen. Mchungaji Loita Mgeni ambaye umefika kwenye madhabahu hii ya 99.5 ICFM siku ya leo kwa ajili ya kukumbusha mawili matatu juu ya masuala mbalimbali ya wokovu, barikiwa. Lakini bila shaka msikilizaji, kuna mengi zaidi ambayo umeyapata siku ya leo, na siku ya Alhamisi tutakuwa tena muda na wakati kama huu kwa ajili ya kuendeleza hapa ambapo tumeishia siku ya leo. Nikukumbushe tu kwamba kanisa la True Gospel Embassy Church liko pale mtaa wa Cheresi, lakini kwa kutokana na muda kusogea kidogo, nitakupatia nambari ya mchungaji. Kama una lolote la kuzungumza, mchungaji atakuwa tayari kutoka hapa kuzungumza na wewe. Nambari ya simu ya mchungaji Loita Mgeni ni 0764 81 97 77. Nitarudia 0764 81 97 77. Basi ukipiga simu yako sasa hivi atakuwa tayari kukuhudumia kwa chochote, ushauri pamoja na elimu mbalimbali. Sina la ziada, nikutakie usiku wenye fanaka kwako.